الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث من البدن والثوب والبقعة، والدليل قوله تعالى وثيابك فطهر. Sharti la tano ni kuondosha najisi. Kuondosha hadathi ni kitu kingine. Hadathi na najisi tofauti. Hadathi inaupata mwili, ni sifa ambayo inaupata mwili na mtu anakuwa hawezi kutekeleza ibada kama vile swala isipokuwa kwa kuoga au kutawadha. Lakini najisi inatokea katika moja ya sehemu ngapi? Tatu. Ima katika mwili au nguo au mahala pa kuswalia, pa kufanya ibada. Tumeelewana? Kwa hiyo hadathi haipatikani kwenye nguo, wala hadathi haiwezekani kupatikana kwenye sehemu ya kuswalia. Ndio maana mtu tukaswali sana nguo zangu zina hadathi, kwa sababu yeye mjinga haelewi kitu. Nguo haipati na hadathi, nguo inapata na najisi. Hadathi ni wasifu unakuwa kwenye mwili ambao unazuia mtu kuswali, ima atawadhi au kuoga au afanye nini, atawadhi. Kama hadathi kubwa ataoga, kama hadathi ndogo atatawadhi. Lakini hadathi haipatikani kwenye mwili, kwenye nguo, wala hadathi haipatikani sehemu ya kuswalia. Ukiambia mswala wangu una hadathi, la, una hadathi vipi sasa? Hapana hivyo. Kwa hiyo tunaposema kuondosha najisi, Sheikh anasema kuondosha najisi katika sehemu tatu. Unapotaka kuswali lazima uhakikishe hilo. Kwanza, min albadan, katika mwili uhakikishe mwili wako ni msafi, hauna najisi. Wathaubi, na nguo. Walbuqati, na mahala palipokusalia uhakikishe pasafi, hapana najisi. والدليل قوله تعالى، دليل قوله الله تعالى aliposema wathiyabaka fatahhir. Katika miongoni mwa tafsiri ni kwamba na nguo zako zisafishi. tumeelewana na najisi. والمعنى أن الإنسان قبل صلاته يزيل ما على بدنه وثيابه وفي البقع التي يصلي فيها من نجاسة إن وجدت. Kwa hiyo najisi inawezekana muda mwingine ukiondosha kwa kuiosha, na najisi sio lazima uoshe mara tatu, la, ikiondoka tu. Kwa hiyo mwilini unaweza ukaiosha kati ya maji, ukaiosha udhu wako ukawa unao, sababu inawezekana mtu una udhu alafu imekuingia najisi, labda ukuona kwamba mtoto amjisaidia aje kwa ulipopita ukaigonga ikaingia ikakurukia kwenye mguu wako. Sio kwamba udhu wako umetenguka utaiondoa ile najisi, sawa, lakini udhu wako unao. Sio kwamba najisi, sio kwamba udhu wako umetenguka, la. Na pia katika nguo, pia mahala pa kuswalia. Lakini kama mtu ataswali akiwa na najisi na hakujua isipokuwa baada ya kumaliza swala yake, basi swala yake ni sahihi. Labda baada ya kumaliza akajua kumbe nguo yake ilikuwa na najisi, au mwilini mwake alikuwa na najisi, tofauti na mtu akiswali bila udhu. Kwa sababu kuna tofauti wanachuoni wanaweza katika mambo ya fiqh. Udhu tumeamrishwa tuwe nao, yani tutie udhu ndio tuswali. Najisi tumeamrishwa tuondoshe. Kwa hiyo kwenye kuondosha ndio kwenye kusamehewa, sio kwenye kuleta. Kwenye kuleta usamehewe. Kwa maana kama mtu ataswali bila ya udhu mpaka mwisho wa swala akakumbuka, inabidi arudie swala yake. La yakbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Lakini akiswali na najisi mpaka kamaliza swala bila kujua, swala yake iko sahihi. Kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyojua na Jibril ndani ya sala kiatu chake kimoja kilikuwa kina najisi, akamwambia avue, akavua viatu vyake, kwa sababu hawezi kuvaa kiatu kimoja, ni sala ya shetani, kujifanisha na shetani. Akavua viatu vyote na masahaba wakavua. Hawezi mtu kuvaa kiatu kimoja akawa anatembea, dalili kwamba huyo ni shetani. Halikadhalika vitu vya pea vile, kama wanawake hawezi kuvaa herini moja, sikio moja, muuni wewe, sio? Masikio mawili, mbona mvaa moja imekwaje? Labda na nia nyingine au alama ya baadhi ya watu katika mambo ya kihuni. Kwa hiyo hawezi mtu akafanya namna hiyo. Bali pia mtu mwili wake huo hawezi kuweka upande mmoja kivulini, upande mmoja kwenye jua. Anafanya dhulma, ima kaa juani wote au kaa kivulini wote.
Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipovua, wanawachuoni ushahidi kwamba hakurudia ile sehemu aliyoiswali na kile kiatu cha najisi, aliendelea. Sawa? Wakasema hii ni ushahidi kwamba lau angeswali mpaka mwisho pia asingerudia, kwa sababu kama ungesema arudie, mbona hakurudia hii sehemu aliyoswali na kiatu cha najisi? Si alikuwa tayari ashaswali akavua kile kiatu tu. Kwa hiyo hata mtu ndani ya sala kama atagundua kwamba kuna najisi katika nguo zake, anaweza kuitoa. Mfano kama vile kofia, akawa anaweza kuivua, hakuna neno, ataivua na swala yake ataendelea. Labda hiyo sasa najisi ipo kwenye nguo ambayo sasa imeustiri ule mwili kiasi ambacho wewe huwezi kuvua. Lakini kama kitu cha kuvua kama soksi, unaweza ukavua ukigundua kwamba najisi ipo kwenye soksi. Kama soksi ilikuwa najisi wewe ukazivaa, ukasahau baadaye ukakumbuka kwamba soksi hizi zilitiwa najisi na mtoto, kwa hiyo unaweza ukaivua. Lakini mtu anaweza kuswali, yuko nyuma, imamu anamuona nguo yake na najisi, na imamu yupo kwenye swala, utafanya vipi? Utafanya vipi? Wewe utamkhalifu imamu, wewe utakuwa unafanya makusudi, kwa sababu inawezekana amesahau, akiswali sasa ameweka swala yake. Sasa wewe unajua kwamba najisi ile kwenye, unamuona labda kwenye unyayo wake kwamba kuna najisi, wewe ukamfuata, swala yako itakuwa imebatilika, yeye itakuwa sahihi akijua. Wewe itakuwa umefanya makusudi baada ya kuona kwamba najisi. Wallahu aalam. Kwa hiyo ikibidi kwamba mtu imeshindikana, atakata swala yake, ataenda kujisafisha. Na ushahidi wa kukubalika ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokuja Jibril ndani ya sala akamwambia kiatu chake kimoja kina najisi. Lakini pia tofautisheni mtu akiswali na hadathi, huyu anatakiwa swala yake arudie. Hadathi maana yake mtenguko na udhu, ana hadathi huyo halafu akutawadha, au ana hadathi kubwa halafu hakuoga, huyu hata kama maliza ataoga, airudie tena swala yake. Kwa hadithi alitaja Imam Bukhari, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda, haikubali Allah swala ya mmoja wenu pindi akipata na hadathi mpaka atakapotawadha. Na hivyo hivyo, au mtu mwenye kuswali akiweka nguo, akitandika nguo juu ya najisi, au ametandika nguo juu ya mtaro, chini kuna mtaro unapita maji machafu, au kwenye karo ya chooni mtandika juu pale na swali, pia sala yake iko sahihi, kwa sababu hajaibashi ni najisi. Tumeelewana? Kuna kizuizi baina yake, baina nini? Najisi. Hata kama chini kuna najisi, ukatandika nguo juu yake ukaswali juu ya hii nguo, swala yako iko sahihi, uambiwe umeswali katika najisi, kwa sababu kitenganishi kipo baina yako na najisi. Labda iwe maji unaweza ukayapata, sio kwenye ile nguo unayosali, unaiyo katika ile sehemu unayosalia juu. Kwa hiyo huwezi kumwambia mtu kama umeswali juu ya karo, pamejengwa na zege, chini kuna uchafu, kwamba karo ya maji machafu, maji taka, wewe unamswali, swala yako si sahihi, kwa sababu umeambiwa nini? Izalatun najasa min albadani wathawbi walbuqa, la walmakan, yani hapo hakuna neno. Kwa hiyo Sheikh ameitaja aya wa thiyabaka fatahhir, ni nukuu ya kundi katika wanawachuoni wa salaf, wanatoa tafsiri hapo ya tahara min adh-dhunubi wal maasi. Wamesema hivyo kwamba jitoharisha, wa thiyabaka fatahhir, thiyabu hapo ni matendo yako, a'malu, tumeelewana, yatoharisha na madhambi. Kwa ipo tafsiri hiyo kwamba thiyabu maana yake ni matendo yale unayofanya. Amesema pia Ibn Sirina, wa thiyabaka fatahhir ay ighsilha, lakini Ibn Sirina anasema wa thiyabaka fatahhir ighsilha bilma, zioshe kwa maji, kwa zitoharisha na nini? Na najisi. Lakini kuna kundi katika salaf wasema na matendo yako yasafishe na madhambi. Kwa hiyo Sheikh ameitaja hii kwamba ni miongoni mwa tafsiri za aya hii, kwamba na nguo zako zisafishe, kama zitoharishe sio na najisi. Na pia Ibn Zaidi anasema washirikina walikuwa hawajitoharishi, Allah akaamrisha wajitoharishe, akamwamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam kujitoharisha na atoharishe nguo zake. Na kauli hii ameichagua Imam bin Jariri at-Tabari rahimahullahu ta'ala.
na wengine sasa aya inahusika na mambo yote, nguo na matendo pia. Ashartu sadis, sharti la sita, satru al-awra, kustiri uchi. Mtu anapotaka kuswali anatakiwa astiri uchi wake. Ajma'a ahlul ilmi, wamekubaliana ahlul ilmi ala fasadi salati man, juu ya kuharibika swala ya mtu ambaye salla uriyanan, ameswali hali ya kuwa yuko tupu, yuko uchi, wa huwa yaqdiru, na hali ya kuwa yeye anaweza kujistiri. Maksudi tu akaamua mwenyewe mswali na bukta yake kwa ndani, mfano maksudi swala imebatilika. Nasema kwamba kana anaona nani, anakuona huyo mwenye swala yake, umeelewana, ambaye anataka ujistiri. طيب. وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة, na mpaka wa uchi wa mwanamume kuanzia kwenye kitovu mpaka kwenye magoti, kwa maana atafunika kitovu chake na atafunika na magoti yake. Wal amatu au amati, kwa sababu sema kama tutaifanya wao ya istinafu tutasema al amatu, kwa maana wal amatu kadhalika, na mjakazi mtumwa mwanamke mmoja kama hivyo, na yeye uchi wake ni kama hivyo, wanasema hivyo. Wengine wanasema hapana, kwa maana na mwanamke mtumwa asiyekuwa muungwana, mtu anachukua mateka mtumwa, yeye pia uchi wake ni kitovu mpaka magoti, umeelewana. Wal hurratu kulluha auratun, na mwanamke muungwana sio mtumwa, kulluha aura, yeye wote ni uchi, illa wajhaha, isipokuwa uso wake sio uchi. Wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah Ta'ala aliposema ya bani adam, enyi bani adam, wana wa Adam, khudhu zinatakum, vaeni nguo zenu nzuri, yani inda kulli masjidin, wakati kila mnapotaka kuswali, yani kila mnapotaka kuswali vaeni nguo zenu. Hiyo ndio ushahidi kwamba mtu atakiwa kuswali uchi, tumeelewana. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin, masjid maana kama mnapotaka kuswali. Na wengine katika salafu walikuwa wanajipamba vizuri mtu anapokwenda msikitini, kama kina Ibn Abbas radhiyallahu anhu, na wengine anajitia manukato, akipita utajua kwamba anapita Ibn Abbas. Na mtu anavaa nguo nzuri anakwenda msikitini, tofauti na baadhi ya watu wengi wa kisasa wanaofanya msikitini wana nguo matambara tu ndio anavaa msikitini. Hata baadhi ya wanafunzi hapa ukiwaona kanzu wanazovaa za kuzogea tu, lakini ukiwakuta uko nje unaweza kusema kama huyu mtoka wapi huyu, ana kanzu yake 90,000 80, lakini hapa ana kanzu ya 8,000 7,500 ameombea huko nje, mtu anavaa anaswalia. Kwani hiyo nzuri, ukifika wakati wa swala ukaenda kuvua hii nyingine ukavaa hiyo ukaswali kwa sababu ya kufanyia kazi aya hii, alafu ndio kuvaa mtaani wala hakuna aya, ndiyo mtu atakiwa avae vizuri. Lakini sasa hapa huyu aliyokupa nguo ndio huyu anayesema khudhu zinatakum, alafu wasalafu walikuwa hivyo, wanavaa nguo nzuri kwenye swala. Lakini watu wengi ukiwaangalia wanafunzi, mtu ana kikoi chake iko miezi nenda rudi, mtu anakivaa hicho, anahesabu muda wa masomo hapa inawezekana afua mara 3 4, lakini kuna watu wako hivi. Inabidi tufanye utafiti pia kabisa. Lakini mtu ukionekana una nguo umesimama fulana haieleweki, utakutoa katika safu, wala usisimame karibu, kama na mimi nitakutoa kweli. Au na kikoi chako nikikiangalia na kitilia wasiwasi, nitakurejesha pia, kwa sababu kanzu mnazo, mmeweka kanzu mafaa kama pesa bana, mmeweka kwenye matranka, hamtoi mpaka siku ya safari. Na mtu amekaa mwenyewe sijui kwenye raha leo kwenye kitu gani, anang'ara kama mbona hii sijaiona hata siku moja kwenye swala, na mnazo. Na hata hapo ukiangalia watu kanzu walizovaa hawezi kuvaa mtaani, wallahi ukimwambia asafiri kesho hawezi kuvaa kanzu kama hiyo hapa watu walikuwa. Kwa hiyo tunasoma ili tufanyie kazi,
Tumeelewana? Lakini watu wasifanye namna hiyo. Ajabu namna hiyo watu. Haya, enyi bani Adam, binadamu, kama watoto wa Adam, khudhu zinatakum, vaeni nguo zenu nzuri. Tumeelewana? Vaeni mavazi vizuri kabisa, mjistiri. Inda kulli masjidin, wakati mnapotaka kuswali, kila mtu kuswali. Ndio maana hapo Sheikh akasema inda kulli salatin, ay inda kulli salatin, kila wakati mnapotaka kuswali, yani vaeni vizuri. Kwa hiyo kuvaa vizuri na pia usivae isbali, pia usitiri uchi, usivae nguo zimekubana. Umeelewana? Mtu ukisujudu au unaonekana nguo zako za ndani, mwingine sio ambaye fulana yake mipanda mpaka anaivuta huko amesujudu, mkono mmoja anaivuta fulana irudi huko nyuma, itarudi vipi sasa? Na hiyo ishakuwa ndogo, na mkono hujasujudu. Unaona sasa umeleta madhara. Lao ungeva fulana kubwa ungesalimika na mkono wako ungesujudu, lakini wewe baada ya kusujudu viungo 7 kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala 7 a'dhumin, wewe umesujudu kwa viungo 6 kwa sababu ya fulana fupi, na wala haijafika hapo unapoirudisha. Vijana wengi wanasujudu, utaona wamevaa sijui boxer sijui kitu gani, zinaangalia nje, zinachungulia, na amesujudu suruali zao. Ajibu kabisa watu wanavaa hivyo. Kwa hiyo tuwaidhiki katika haya. Katika jambo linalotakiwa mtu katika hali ya wasaa katika swala yake na sehemu nyingine, avae mavazi yao katika haia nzuri muislamu. Tumeelewana? Inna Allaha jamilun yuhibbul jamala, Allah ni mzuri, anapenda jamala, uzuri. Katika hali ya dhiki basi mtu atastiri aura, anatakiwa astiri aura katika swala. Tumeelewana? Katika hali isiyokuwa ya swala na kusudia nje ya swala, mtu anastiri aura. Atakiwi mtu kukashifu isipokuwa kwa mkewe au mjakazi wake. Kwa mtu anaweza kukaa kwa mkewe, akawa mtu inawezekana amepunguza nguo zake, baki na malabisi alqasira, nguo fupi, lakini uko na mkewe, hakuna katazo katika. Lakini wanaume watupu mmekaa, mtu uko na bukta tu, umeelewana, umelala afu ndani ya msikiti, ndio uko boarding. Ndio maana yake nini sasa? Akiamka mtu anaamka tumbo na bukta yake, anaamka sasa. Ndio nini maana yake? Watu wanafanya vipi hivyo? Haiwezekani namna hiyo, hauwezi, kwa sababu uko uchi. Mtu astiri na mbele yake ule uchi, ule ukomo wake, mtu anatakiwa astiri nguo zake anazovaa zimfunike hapa, ambao tumetaja katika hadithi hapa na maelezo mengi. Siku hizo tulisoma Sheikh anataja kuhusu masuala ya mavazi ya wanawake, lakini mwanamke isipokuwa uso wake, na pia anapokuwa mbele ya wanaume ajani, basi pia astiri, kwa sababu ni sehemu pia inahofiwa fitna. Watu wengi wanakwenda na maji kupitia hizo nyuso za wanawake, hata wanaangalia nyuso. Hao vijana wanakuta wanaangalia wanawake, wanaangalia usoni kwao, kwa sababu usoni mtu atamwangalia, usoni mtu anaweza kutoa ishara ya midomo, usoni mtu anaweza kutoa ishara ya macho, usoni, kwamba fitna ipo kubwa, kwa sababu midomo inaongea, macho yanaongea, yana ishara ziko za kufahamisha. Kwa hiyo mbabi aula watu kujistiri wakifikia umri wa baligh. Na baada maelezo yake tutatoa kwa urefu wakati mwingine, kwa sababu hataki kufanya, nataka tufupishe usomaji wa mara, inataka tumalize sisi au tuishie sharti hiyo. Tumesoma sharti mangapi? Basi itakoma hapo inshallah. Naona sharti la 7 ina urefu, la 8 adhana, wakati wa adhana. Kuna mtu anasema anaweza kuswali na nguo ya janaba. Kwani nguo inapatwa na janaba? Janaba ni nini? Maana pia taarifu janaba ni nini? Naam, naona kusudia nguo ina manii. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kama ni manii ya makavu anayakwangura, na kama ni mabichi alikuwa anaosha. Lakini mtu akiswali swala yake iko sawa, kwa sababu sio najisi, ni tahara. Natangulia kusema inawajibisha kuoga, kwa maana inatengua udhu, lakini ni tahara, sababu sio kile kinachotengua udhu ni nini? Ni najisi. Kama tulivyosema kwenye upepo unatengua udhu, lakini sio najisi. Tumeelewana? Kwa hiyo iko hivyo. Ama kuhusiana kwamba kuna najisi nyepesi, katika madhhabi ya Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala wanatenganisha najisi mughalladha, najasa mughalladha, kama vile mbwa
nguruwe na vilivyozalika na wawili hao, ambayo inaoshwa mara 7 kwa maji na kutumia mchanga. Tumeelewana? Kuna mukhaffafa kama bauli ya radhi, mtoto anayenyonya, tumeelewana, ananyonyeshwa wa kiume, kwa sababu unaweza ukanyunyizia maji hajaanza kula kitu. Na kuna najisi nyingine za mutawassita anataja pia baki ya najisi nyingine yani. Kwa hiyo iko hivyo, lakini inawezekana najisi nyingine ikawa wala ni nyepesi kama hiyo. Utakuta kama hii pia tuliyosema ya mtoto ambaye hajaanza kula kitu wa kiume ni nyepesi, kama unarashia kwa maji, sio lazima uoshe. Pale alipotea najisi unaweza ukanyunyizia maji katosha, ndio wepesi wa najisi nyingine. Na nyingine hizi ambazo zina nafsi la saila, damu ambayo haichuruziki, hizi hazi nini, uweze kusema je najisi mavianzi mfano najisi yake hakuna mazingatio, hana damu saila. Kuna kama hivyo vinakuwa vinasameheka, haviingii katika hiyo. Wallahu aalam. Tosha hapo. Kwa hiyo tutakuwa tusoma kama hivi, tutakuwa tunakwenda sana kama tumesoma masharti 6. Inshallah darasa ijayo tutamalizia ile masharti 3. Tukimaliza tutaingia katika nini, tutarudi kule kwenye masharti ya udhu. Alipomaliza kwa sharti la 4 katika masharti ya udhu yale 10 tutataja, lakini masharti 9 ya swala ya dhibiti na masharti 4 tumesema yanaingia kwenye kila mahala. Uislamu, tumeelewana, kuwa na akili timamu, kuwa na baligh na nia. Tuliwahi kuzungumza namna anavyokuwa anahusika kwenye ibada. Kama mtu hana nguo, inambidi kuna viungo maalum inambidi ajistiri kama sehemu za siri. Kama hana nguo kabisa ataswali hivyo hivyo, lakini kama ana nguo ya kumtosheleza sehemu ya siri tu, basi afunike hapo, atajifunga hapo tu. Hata kama watu wawezekana mko wengi, jamaa ameibiwa nguo zenu, mtaka kuswali mtafanya. Imamu hawezi kutangulia mbele, kila mmoja ataswali peke yake. Na wanaposema wanachuoni wanasema hatopita mbele, ataswali hivyo. Hata kama sio katikati, kama safu ya wanawake tu ataswali hivyo. Inaweza kutokea watu wanatekwa, hasa miaka ya zamani, mtu anaweza kutekwa akavuliwa nguo watu wote. Walikuwa wanafanya hivyo majambazi, wanateka basi wanavua nguo watu wote. Hata yakitokea mambo haya siku hizi nimekutalami kila mahali, lakini yapo baadhi ya milima, baadhi ya mikoa mingine kuna milima mikubwa ile ilikuwa inatokezea yale kama zikimduzinguka, lakini basi pia zilikuwa zinatekwa baadhi ya njia, hasa huku kaskazini, bali hata huku kusini pia. Mwanzoni mwa miaka 90 kulikuwa bado basi, kwa sababu barabara zilikuwa mbaya, basi yakitekwa kabisa, yakipangiwa magu baadhi ya sehemu kwa wakati huo. Lakini sababu kwa mtu anatoka Dar es Salaam anafika mpaka Lindi, safari wiki moja, wamekwenda watu hivyo, wanatembea hivyo. Kwa hiyo wakati huo yakifanyika hayo, na baadhi ya mikoa mingine hasa huku ndio ilikuwa sana utasikia. Kwa hiyo kama Bukoba inajulikana kuna kilima fulani iko. Kilima gani kwa watu wa Bukoba wanajua? Kilima gani? Hamujui? Watu wa Bukoba kilima ambacho kwa majambazi wanateka hamkijui? Ni kilima, sio hapo ni upande huu wa kulia kama unakwenda Bukoba ndio kuna pori kubwa. Lakini ni kile kilima ilikuwa pia katika sehemu ambazo zikifanyika batikaji. Watu wa Iringa watakwambia kilima gani mzee? Iringa huko Kitonga. Kwa hiyo kuna baadhi ya sehemu zilikuwa zinafahamika kwa mambo kama hayo, milimani wakitumia hiyo. Ima wanakaa wanasubiri kama pale Wami ukipita hamna watu. Ikianguka gari dakika 5 tu pale tuna watu, magari, pikipiki walikotoka waje pale unapoona watu wapo pale. Kwa hiyo kuna baadhi ya sehemu zikitumika hivyo, kuna baadhi ya sehemu wakiteka kupanga magogo zikitumika silaha. Mambo haya yamekuja kuondoka katika baadhi ya serikali. Hapa alipokuwa mmoja katika waziri wa ulinzi, katika watu majambazi wasalimishe silaha, watasamehewa, watu wakasalimisha silaha,
ndo hali ikatulia katika kwa naafueni yani. Sasa hivi si rahisi kusikia mambo ya kutekwa barabarani, hasa barabara zenyewe zilivyokaa. Labda kwa kama ni mipango tu, lakini ni ngumu kwa mazingira yalivyo. Lakini watu walifikia wanafanywa wananyang'anywa hicho, sababu siku hizo huwezi kusema simu itakuwa pesa, mabegi ya nguo yatakwenda, akiwa wengine wanakufanyia kama hivyo, ni kwamba vueni nguo zenu. Sasa swala imewakuta pale, mtafanyaje? Ndio hivyo, kila mmoja yani, kama imamu atasema basi tutangulia, tasimama safu moja tu kama safu ya wanawake, kwa sababu mwanamke akiwa imamu atangulii, anasimama katikati ya wenzie anaswalisha. Umeelewana sio? Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka